Rais Dr. John Pombe Magufuli ameyasema hayo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na wenyeviti na makatibu wa CCM wa wilaya na mikoa kutoka pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliowaita kwa lengo la kuwashukuru kwa kufanikisha uchaguzi mkuu wa 2015, ambapo ameonyesha kusikitishwa na malalamiko yanayotolewa na baadhi ya taasisi za haki za binadamu kuhusu suala la utumbuaji majipu, huku akihoji ukimya wa taasisi hizo wakati wananchi wa hali ya chini wakiibiwa. Wako wengine wanalalamika wanasema tunawanyanyasa haki za binadamu ati kwa sababu tunawatangaza hadharani. Kwa hiyo wao walikuwa na haki mno kuwaibia hadharani wa Tanzania. Waliwaibia wa Tanzania hadharani, lazima tuwatangaze hadharani. Mateso walioyapata wa Tanzania mamilioni kwa sababu ya kuibiwa na hawa wachache, lazima na wao waanze kupata hayo mateso. Kwa hiyo kama ni haki za binadamu, ziko haki za binadamu tu kwa matajiri waliokuwa naiba. Haki za binadamu kwa hawa walioibiwa hakuna haki. Kwa hiyo unaweza ukaona hata hawa wanaowatetea nao ni majipu, nao tutaanza kuwafuatilia. Kwa sababu ndugu zangu, haingii akilini watu wamelia kiasi hiki, halafu serikali inajaribu kuchukua hatua, mtu anasimama hadharani bila kuogopa na kuwatetea. Watu wamekufa kwa sababu ya hawa. Wapo watu wamekosa madawa hospitalini, wamekufa kwa sababu hizo fedha zililiwa na watu wengine. Nchi hii watu walikuwa wamefikia wengine pesa si kitu. Lakini kwa bahati nzuri aliyewateua ni mimi na niliwataja hadharani. Sasa kwa nini wafurahi kutajwa hadharani siku ya kuteuliwa, wasitajwe hadharani siku ya kutumbuliwa? Amesema hatua zinazochukuliwa na serikali yake kuwawajibisha baadhi ya watendaji na watumishi wa serikali wabadhirifu imesaidia kuokoa kiasi kikubwa cha fedha, huku akitolea mfano suala la wafanyakazi hewa kuwa mpaka sasa wamefikia zaidi ya 7,700. Mpaka leo kwenye rekodi ya leo wafanyakazi hewa ambao tumewatoa kwenye register wamezidi 7,700. 7,700. Na bado uchambuzi unaendelea. Sasa mnaweza mkaona kama kuna wafanyakazi hewa wa namna hiyo ndani ya serikali, hizi fedha zote zinazolipwa, mabilioni ya fedha, yangeweza yakaenda kwenye huduma za afya, yangeweza kujenga mahospitali, yangeweza kujenga mashule, yangeweza hata kuongeza mishahara ya watumishi ambao wanafanya kazi, yangeweza kujenga barabara na kadhalika. Hii ndio imekuwa trend. Ndio maana nimesema wakati umebadilika sasa, hawa lazima tuwashughulikie. Aidha, Dr. Magufuli amewataka viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kusameheana kwa yale yote yaliyotokea wakati wa kampeni, huku akiwaomba kutokufanya kile alichokiita kufufua makaburi na badala yake washikamane ili kuwaletea maendeleo wananchi. Niwaombe tu viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu sasa hivi kampeni zimeisha na nimesema yaliyopita si ndwele. Tulifikia mahali kwa kutokuaminiana. Tukishajenga tendency ya namna hiyo katika chama, tutakuwa tunakiua chama na hakuna yoyote atakayefaidika. Leo tuko hapa kwa sababu wote tunajiona ni ndugu, wapendwa, tunapendana. Ndio maana nasisitiza sana, ndugu zangu viongozi wenzangu, tusiende kufumua makaburi. Makaburi tuyaombee yapumzike kwa amani. Kwa upande wake, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa CCM kuwachukulia hatua wale wote wanaokiuka maadili na taratibu, huku akiwataka kuunga mkono serikali
ili kutimiza azma ya kuwaletea wananchi maendeleo. Mmetuamini, mmetuweka, mmetukabidhi madaraka ya kuendesha nchi hii. Nataka niseme hatutawaangusha. Mwendo mlishauona, hatua zetu tunazokwenda, tunaomba mtunge mkono. Tukifanya sisi juu, basi na nyinyi anzeni kule chini. Na mtindo wa kupita kila mkoa nao kwenda, nazungumza na viongozi wa chama. Nimeanza na Geita, mefanya Tanga, mefanya juzi Morogoro, na ndiyo itakuwa mwendo wangu kila nitakapokuwa na nafasi.